Yesu ni mwema, Yesu mwaminifu, ahadi zake ni kweli na ni amina. Tunamwamini Bwana katika yote. Katika mahali ambapo tupaswa kuwa na mashaka na wasiwasi, pale ambapo tunaamua kumwomba Mungu. Sehemu ambayo ina majibu yetu, hatupaswi kwenda kwa mashaka, hatupaswi kwenda kwa wasiwasi, hatupaswi kwenda kwa uoga, hatupaswi kwenda kwa kutetemeka, kama ambavyo mtoto akamwendea baba yake akawa na uhitaji na hili na lile. Haendagi kwa kuogopa, kwa kutetemeka, lakini ninachojua kwamba huwa anaenda kwa nidhamu, kwamba Baba, nina uhitaji wa hili na lile, nahitaji unisaidie kwenye hili, au naomba unisaidie kwenye hili. Naye mzazi, kwa sababu ni wajibu wake kumsaidia mtoto, nakuta mzazi anafanya kwa upendo, kwa sababu anajua kwamba huu ni wajibu wangu. Ndio maana hata Mungu mwenyewe anasema kwamba mtakuja mtaniomba nami nitawasikiliza. Kwa kumbe Mungu anajua wajibu wake kwetu, na wajibu wake kwetu sisi ni kutusikiliza, lakini si kutusikiliza, bali huwa anafanya kile ambacho tunakiomba kwake sawa sawa na mapenzi yake. Kwa hiyo tunamwamini Mungu katika mambo yote, kwa sababu yeye amesema kwamba katika Yohana ile sura ya 14 mstari wa 13 hadi 14 kwamba mkiomba lolote kwa jina langu, mkiomba lolote, chochote mtakachoomba lolote kwa jina langu, hilo Mungu atalifanya. Ni kwa sababu moja tu, Mungu anapofanya vitu ni kwa sababu anataka ajitukuze yeye kama yeye. Faida inakuwa ni kwetu. Utakapoomba Mungu akuinue kihuduma, utakapoomba Mungu aponye afya yako, Mungu atakapoomba aponye watoto wako, utakapomomba Mungu akufanye jambo lolote kwenye maisha yako, anapotenda ni kwamba yeye kama yeye anakuwa anajitwalia utukufu, lakini sisi ama mimi ama wewe unakuwa unajitwalia faida. Unapotendewa kila ambacho unatendewa kwako inakuwa ni faida. Kwa hiyo kitakusaidia wewe, lakini Mungu atakuwa anatoa utukufu katika hicho, na katika hicho Mungu anaweza akaokoa wengine. Watu wengine watakaposikia, watu watakapokiona kile ambacho Mungu afanya, ndipo ambapo watu wengi watamwamini Bwana. Kwa hiyo kuna wengine kuamini kwao mpaka atakapoona kwamba wewe umetendewa. Ndivyo ambavyo hata kwa Yesu. Kuna watu wengine hawakuokoka kwa sababu walihubiriwa Injili. Waliokoka kwa sababu tu walipoona ile miujiza ambayo Yesu anafanya. Ndio maana Yesu mwenyewe anawaambia kwamba kama hamwamini anachokisema, basi aminini angalau ile matendo ambayo ninayafanya. Amini kwa zile kazi ambazo nazifanya. Kwa hiyo kuamini kwa watu wengine itategemea kwamba kuna kitu gani ambacho umefanyiwa. Kwa hiyo kuna wengine hawataki shuhuda, hawataki kuhubiriwa Injili, wanataka kuona ishara na maajabu ili wapate kuokoka. Kwa hiyo ndio maana Yesu kwa kazi sio ngumu sana kuwafanya watu waje kwake, kwa sababu alitumia ishara na maajabu na miujiza wengi kuja kwake na wengi kumwamini. Ndio watu tunaona kwenye mfano kwa habari ya Lazaro, tunao kwamba wengi ambao walikusanyika mahali pale walimwamini Bwana. Baada ya nini? Baada ya Lazaro kutoka mahali ambapo wengi walizani kwamba hawezi mtu kutoka, walichokuwa amini kwamba itakuwa ni ufufuo wakati ujao. Kwa hiyo hata sisi wenyewe wakati mwingine kwenye maisha yetu, watu wanapotuangalia hivi wanakuwa washaweka jibu la mwisho kabisa kwamba hawa hawatatoka tena kwenye eneo hili, kwamba watu hawa hawatavuka kwenye eneo hili, ya kwamba watu hawa kwenye hili eneo maisha yao hayawezi kutoka. Watu wanapoangalia kwenye afya, wanasema kwa afya mtu huyu hapa hawezi kutoka, hapa ndo anaishia hapa. Lakini watakapokuja kuona kile ambacho Mungu afanya kwa mtu yule ambaye walimzania kwamba hawezi kutoka hapo, watakapoona matendo makuu ya Mungu, wengi wataamini, wengi watamtukuza Mungu, wengi watajua kwamba Mungu ndiye ni msemaji wa mwisho kwenye maisha yetu. Sasa leo
tutaangalia kwenye kitabu cha Isaya, ile Isaya 55 mstari wa 8 na kuendelea. Asa hivi, maana mawazo yangu si mawazo yenu, wala njia zenu si njia zangu, asema Bwana. Umeona hapo? Kuna wakati tunaweza tukawa tunamwomba Mungu kama nilivyokuambia juzi kati hapa. Unaweza ukaomba Mungu afungue mlango sehemu fulani, kumbe Mungu haangalii ule mlango. Mungu yeye anza kaa anaangalia kwamba kuna mahali nikikufanyia hata mlango unaja kufunguliwa, kwa sababu hapo ambao anataka kufungua kwanza pakaa ufunguo wa kila kitu. Unaelewa? Kuna watu wanaweza wakawa wanalalamika wanatafuta kazi hawana, ajira hawana, lakini Mungu kumbe anaangalia kuna sehemu akifungua, ikipatikana fursa, ile pesa ambayo kwa anang'ang'ania kuipata kwenye mshahara, unaweza kushangaa inabadilishwa. Unaona anakuwa anapata fedha kupitia fursa ambayo anakuwa ameipata. Kwa hiyo unaona milango mingine inafunguka kwa namna ambapo hatukutarajia. Hata sisi wanadamu kuna nyakati tunaweza tukawa tunaomba tunatarajia kwamba Mungu atatokea mkono wa kushoto, lakini Mungu mbeza akatokea hapa juu tu. Unaweza kuwa unatamani kwamba Mungu ataniinulia kwenye biashara fulani, lakini Mungu mbeza anakusudia wewe akuinue kupitia kumwombea mtu mwingine. Yaani kuna shuhuda ambazo ukisikiliza inakuwa zinakutia hata wewe hamasa. Unaona mtu mwingine anaanza kumwombea mtu mwingine, kutokea kwa mtu mwingine anabadilishwa maisha yake. Kuna shuhuda moja nilikuwa nasikiliza jana. Kuna mtumishi mmoja anakuambia alipata mashati mazuri kama 3 hivi, lakini akaenda kuhubiri huko Injili. Kafika kule Mungu anamsemesha kwamba Bwana, ama shati unatakiwa umpatie yule mzee. Yule mtumishi akana bishabisha kidogo, yani anaona vile inakuaje, afu ndo mashati nimekusudia kuyapiga siku 3. Mashati matatu na amekusudia kuyapigilia kwenye huduma kwa hizo siku 3. Lakini mwambie hayo mashati ambayo naomba umpelekee umpatie mtumishi huyo hapo. Kwa hiyo alipokubali, ule mzee akaja kana anamwambia maombi ambayo yamebadilisha maisha yake. Akamwambia aliombewa maombi na yule mzee, akamwambia watu wakuvishe kutoka nchi za nje. Akamwambia mwenyewe sikutajia kama nitapata maombi kijijini nipate maombi. Yaani atajia maombi ayapate watu wanaokaa mjini, wanaoelewa mambo ya nchi za nje, si Ulaya, si wapi, ndio kwanza hiyo maombi ayapate kutoka. Lakini anakushangaa mzee anaelewaje mambo ya nchi za nje? Akamwambia kwamba Mungu akuinulie watu ambao watakuvisha kutoka nchi za nje, akamwambia sasa hivi, akamwambia tangu ametoa zile nguo 3, Mungu afungua milango. Yeye atoa mashati, lakini sasa hivi anavalishwa suti. Mtu anatoka zake nchi za nje huko Uturuki, anatoka Marekani, anapiga simu tu, bwana mchungaji, hivi unavaa namba ngapi? Anambia namba fulani. Shangaa kuja anatoa ile pesa na nguo. Unaona? Kwa hiyo Mungu alimtoa kwa baada ya mavazi, alimtoa kwa njia nyingine, sio kwa njia ambayo alikuwa amekusudia yeye. Unaona? Kwa hiyo njia za Mungu sio kama njia zetu. Unaona? Mungu akasema kuna njia yangu moja nikipambana kwa ile njia nitakopambana lazima nipate kitu ninachokitaka. Lakini Mungu anapoangalia anaona hii njia, kwa sababu Mungu anasema kwamba njia za mwanadamu kuna wakati unaweza kuona kwamba ni njia nzuri, lakini sio njia nzuri, inaweza kupelekea katika hali ya mauti. Machoni petu tunaweza kuona njia ziko sawa, kwamba tukipiga dili hili hapa maisha yanabadilika, lakini Mungu akiangalia anaona mwisho hiyo dili ni mtu kuangamia, ni mtu kupotea, ni mtu kuharibikiwa, ni mtu kuishiwa, ni mtu kuishiwa kabisa. Kwamba hilo acha. Njia yao kutoka ni hapa, kupitia hapa. Unaona, kwa njia za Mungu ni njia tofauti kabisa. Hata vile tunavyowaza sisi, tuna mawazo mengi ya kutoka, ya kuingia, kufanya hivi. Mungu anaweza akawa anawaza kivingine ambavyo sisi tunavyoweza kuwaza. Mstari 9 hivi, kwa maana kama vile mbingu zilivyo juu sana kuliko nchi, ndivyo njia zangu zilivyo juu sana kuliko njia zenu, na mawazo yangu kuliko mawazo yenu.
Ndio maana nakwambia mawazo yake sio kama mawazo yetu, kama sio kama njia zetu, kwa sababu kama ambao mbingu ilivyo juu sana na ardhi, ndivyo ambao tuna ukinzani na yeye. Kwa ili kwamba ufanye mambo vizuri, subiria Mungu akuelekeze namna kufanya. Subiria Mungu akuelekeze namna kwenda. Unatakiwa kusubiria maelekezo ya Mungu ili ya kwamba Mungu atembee na wewe na kubariki, kwa sababu tunaona kwamba mtumishi wa Mungu Abraham alipokubali kufuata maelekezo ambayo alipewa, tunamwita sasa baba wa amani, kwa sababu baba wa imani, kwa sababu alifuata wale maelekezo. Kubarikiwa kwake hakukuwa kubaki katika nchi ya Ukaldayo, katika ule Ukaldayo. Kwa hiyo ilibidi atoke katika nchi ile aende kwenye hali ya ugeni kule ambako Mungu amwandalia zile baraka kwenye maisha yake. Kwa hata leo tunaona kwamba baada ya kufuata zile kanuni ambazo Mungu anataka afuate, maisha yake yameweza kubadilika. Lakini tunaenda kuangalia kwamba mstari wa 10 anasema hivi: maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko, bali huinywesha ardhi na kuidharisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula, ndivyo itakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu; halitanirudia bure, bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Unaona, kwa Mungu mwenyewe kuna namna anaituma neno lake ili kwamba tuende vizuri kwenye mambo yetu, kwenye chochote, kwenye familia zetu, kwenye huduma zetu, kwenye kila aina ya kitu ambacho Mungu akupatia. Ili kiende vizuri, lazima tukubali kulipokea neno la Mungu. Neno la Mungu tunapolipokea linatusaidia sisi. Ndio maana nakwambia lazima tutumie andiko. Tunaomba lazima tutumie andiko. Tunapofanya lazima tutumie andiko. Andiko ni kwa sababu gani? Linatusaidia sisi kumfanya Mungu ashughulike na haja ambayo tunamhitaji kwenye haja zetu. Kwa sababu gani? Yeye anasema kwamba analiangalia neno lake ili afanyaje? Apate kulitimiliza. Sasa tukienda hata mzazi mwenyewe, mzazi tu wa kawaida kimwili huu, wa kimwili kama miili yetu hii, ukimwendea mzazi kama mzazi pasina kuwa na maneno yenye point, hawezi kupatia, hawezi kukusaidia. Kwa sababu gani? Haoni chanzo au sababu ya wewe kukupatia kile ambacho unakitaka. Kwa lazima Mungu aone sababu, aone kiambatanishi kwamba unataka hiki na hiki na hiki, nitakupatia kwa sababu umeomba kwa namna hii. Bila kuomba kwa namna hiyo, bila kutumia andiko hilo, hawezi kupata, kwa sababu yeye analiangalia neno lake apate kulitimiliza. Ndio maana sasa hivi nao itafanikiwa katika mambo yale niliyolituma. Neno la Mungu linapokuja kwenye maisha yetu, inakuwa limeshakwisha jazwa au ina kila aina ya uhitaji ambao tunao. Kwa Mungu anakuwa ameshakwisha kuliagiza. Ndio maana katika Zaburi 107:20 anasema kwamba anaituma neno lake ili kuwaponya na kuwatoa watu katika maangamizo yao. Kwa hiyo kumbe neno la Mungu akalituma Mungu kwa mtu, kwa watu, kwa jamii, kwa taifa, kwa kazi, kwa ofisi, kwa kampuni, ili ya kwamba likashughulike na hicho, likashughulike na hilo eneo ambalo Mungu amekusudia. Kwa kama amekusudia liende kwenye kampuni, kwa hilo neno ndio kushughulika na mambo ya kwenye kampuni. Kama limetumwa hilo neno kwa ajili ya kushughulikia afya, kwa hiyo itashughulikia afya, na ile kama ambao kalituma kwa habari ya afya, ndivyo ambao itashughulika na habari ya afya. Kama ni mtu kuponywa, itamponya. Kama ni mtu kufungua, itamfungua. Kama ni mtu kuhuishwa, itamuhuisha. Kama mtu aliyekufa, atafufuka, kwa sababu hata Yesu akasema raha zao toka nje, na wao akatoka nje. Kwa alituma kule neno. Kwa hiyo hata Yesu mwenyewe katika kumponya mtoto wa diwani alituma neno. Yule akasema sema neno tu, naye atakuwa, naye atapona, naye atafunguliwa, naye atahuishwa. Kwa hiyo neno la Mungu linapotumwa, linapoagizwa, linakuwa lina kila kitu ambacho unakihitaji. Kwa Mungu anajua kwamba watoto wangu wana shida gani, watoto wangu wanataka nini. Kwa katika kile wanachokitaka, mimi basi natuma neno likashughulike na kila kitu ambacho wao wanahitaji. Kwa hiyo neno lake ni kama mvua inavyoshuka, huwa ishukagi na ikashuka tu pole, ikashuka ni kiolela, isiwe na matunda. Anasema maana kama vile mvua ishukavyo na theluji kutoka mbinguni, wala hairudi huko,
Unaona? Mungu anapotuma neno lake halirudi tena kwa Mungu, lilikuwa liko bure. Lazima leo limeshatimiza yale ambayo limekusudia. Kama ambao mvua inapotoka juu kushuka chini, anasema haimudii huko, bali huinywesha ardhi. Unaona? Huinywesha ardhi na kuizalisha na kuichipuza, ikampa mtu apandaye mbegu na mtu alaye chakula. Kwa hiyo Mungu anapokuja kwa maisha yetu linakuwa ina vitu viwili. Linakuwa inaleta mbegu kwa mtu ambaye anafanyaje, anapanda, na kwa mtu anayekula linampatia chakula. Neno la Mungu jinsi lilivyo. Kwa hiyo lazima tuambie Mungu kwa maisha yetu, neno lake liingie kwa maisha yetu. Yale ambayo Mungu amekusudia maisha yetu, ambayo ameshakushaituma neno lake, tunataka kwamba ile neno ambalo ametuma maisha yetu lisibitike. Kwa sababu anasemaje kwenye Zaburi 119 mstari wa 105, anasema neno lake ni taa, neno lako ni taa na mwangaza wa njia zangu. Neno lako ni taa ya miguu yangu na mwangaza wa njia zangu. Kwa kama neno la Mungu ni taa, lituangazie kwenye kile tunachofanya. Kwa neno la Mungu linapotuma maisha yetu liwe kama taa, linatuangazia mahali tunapoenda, linatuangazia yale tunayofanya, linatuangazia yale tunayotaka kwenye maisha yetu, kwa sababu neno lake ni taa na ni mwangaza wa njia zetu. Na yeye anasema, alikuwa anatafuta Zaburi 105, anasema hivi, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Kwa neno la Mungu ni taa, linapotuma maisha yetu liangaze maisha yetu, liangaze biashara zetu, liangaze familia zetu, liangaze watoto wetu, liangaze uchumi wetu, liangaze afya zetu, liangaze mali zetu, liangaze kila kitu tunachofanya. Neno la Mungu likaangaze. Tusitembee kwenye giza, tusitembee katika hali ya utupu, tusitembee katika hali ya ukiwa, kwa sababu kabla ya nuru kuumbwa katika ulimwengu kulikuwa kuna hali ya utupu, kuna hali ya giza, kuna hali ya ukiwa. Mungu aliposema kwamba iwe nuru, nuru ilipokuwepo, giza iliondoka, utupu uliondoka, ukiwa pia nao kaondoka. Kwa neno la Mungu linahusika katika asilimia kubwa sana kwenye maisha yetu. Likishuka, likitawala maisha yetu, giza inaondoka kwenye maisha yetu, kwenye afya zetu, kwa watoto wetu, kwenye elimu zetu, kwenye kila tunachokifanya, giza inaondoka. Pia ukiwa, hali ya utupu inaondoka kwenye maisha yetu, kwa sababu neno la Mungu likija litatimiliza yale yote ambayo tunayo. Kama kuna hofu itaondoka, kwa sababu la Mungu linakupa ujasiri. Kama kuna mashaka inaondoka, itakupa kuamini. Kwa neno la Mungu lina nguvu sana katika maisha yetu. Kwa Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu, endelea kuomba huko ambako upo, kwa sababu maombi ndio ufungua maisha yetu. Maombi ndio njia sahihi ya kutafuta Mungu. Tunamtumaini Mungu katika kila eneo, kwa sababu Mungu anaweza kutufungua, anaweza akatuinua, anaweza akatubariki kupitia maombi. Na tuna asilimia kubwa sana yale ambayo yametokea duniani ni kwa sababu kulikuwa na watu wanaoomba. Chochote ambacho kinaona duniani kwa sababu kuna watu wafanyaje, wameomba. Kungekuwa hamna waombezi au waombaji, hata yale ambayo tunayaona yasingekuwa hapo. Lakini kwa sababu yapo, ni kwa sababu watu walisimama wakamuomba Mungu, watu wakasimama wakamtafuta Mungu. Kama ambavyo unajiona uko salama, wazao wako salama, kuna mmoja ambaye anabeba familia. Kuna mmoja ambaye anabeba familia kwa maombi. Kwa hiyo ukipata nafasi ya kumuomba Mungu, omba Mungu sana, kwa sababu wewe unakuwa umebeba familia, unakuwa umebeba hatima za ndugu zako, unakuwa umebeba hatima ya biashara yako, umebeba hatima ya elimu za watoto wako, ya wadogo zako, unakuwa umebeba hatima ya familia yako kwa ujumla. Kwa sababu maombi ndio silaha kubwa sana kwa mtu ambaye anamjua Mungu, kwa mtu ambaye ameokoka, kwa mtu ambaye anamtaka Mungu na nguvu zake, lazima akubali kwenye maombi. Maombi ndio jibu, maombi ndio suluhisho, maombi ndio kila kitu. Ndio maana hata unaona kwa baadhi ya watu waliomwendea Yesu Kristo ili kutaka uponyaji kwake, wote walimwendea wakimuomba ya kwamba tuponye, tusaidie, tufanye hivi. Na kwa sababu alipoomba, Mungu aliwatendea, Mungu aliwafanyia, Mungu aliwajibu. Mungu hakuwaacha wakaaibika kwa maisha yao, kwa sababu walimwendea Mungu. Na ukimwendea Mungu kwa uaminifu, kwa jitihada zako zote, kwa moyo wako wote,
lazima Mungu ashughulike na mahitaji. Hawezi kunyamaza, hawezi kutulia, kwa sababu yeye ni Mungu wa majibu kwa wale wote ambao wanamuomba. Mungu akubariki sana. Neema Mungu juu yako, baraka zote za upande wako, usipungukiwe na chochote kwa sababu umemtafuta Mungu. Shalom, shalom.